Habari za wakati huu mtazamaji wa Ayoma Media ambaye unatufuatilia kupitia mitandao yetu ya kijamii kule YouTube pamoja na Instagram. Muda huu tupo hewani na afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo kuzungumza naye kuhusiana na kile ambacho kimepostiwa jana kupitia ukurasa wa TFF kuhusiana na mechi za kirafiki za kalenda ya FIFA kuahirishwa kule nchini Morocco, ambapo tayari timu ya taifa ilikuwa imeshawasili kwa ajili ya mechi hizo mbili dhidi ya Rwanda pamoja na Uganda. Yuko hapa kutueleza kile ambacho wamearifiwa baada ya mechi hizo kuahirishwa. Clifford Mario Ndimbo, habari za wakati huu? Salama kabisa, za kwako? Nzuri, unaendeleaje? Mungu ni mwema kabisa. Tulikuwa tunapata tetesi tu kuhusiana na mechi za kirafiki za kalenda ya FIFA kuahirishwa, lakini baadaye mkaja mkatoa taarifa kupitia ukurasa rasmi wa TFF kwamba mechi hizo hazitochezwa. Tufafanulie kuhusiana na kile ambacho mmeelezwa, lakini pia tayari timu ya taifa tunafahamu ilikuwa huko kwa ajili ya mechi hizo. Ni kweli mechi mbili za kirafiki za timu ya taifa kwa maana Taifa Stars ambazo zilipangwa kufanyika hapa Marrakesh, Morocco, zimefutwa, na uamuzi huo wa kufuta mechi hizo umetokana na mamlaka za hapa nchini Morocco kuzuia hizo mechi, na ikiwa ni tahadhari ya tishio la ugonjwa wa Ebola. Kwa hiyo tumepewa taarifa hiyo kupitia wakala wetu wa hizo mechi. Kwa hiyo sasa kinachofanyika, manake michezo hiyo haitachezwa. Kwa hivyo utaratibu unafanyika sasa kuona namna ambavyo tunaweza tukarudi nyumbani. Na baada ya kupokea taarifa hizo, pengine benchi la ufundi na timu nzima, nini ambacho kilifuatia, kwa sababu tayari maandalizi yalikuwa yameshaanza kwa timu zote bila shaka, na tayari mlikuwa mko hapo Morocco? Of course, mashindano mechi hizi za kirafiki zilikuwa ni mechi muhimu sana kwa benchi ya ufundi kuendelea kuangalia wachezaji tofauti. Kama ambao unafahamu kwamba kwenye kikosi hiki ambacho kiko hapa Marrakesh, kuna baadhi ya wachezaji ambao wameitwa kwa mara ya kwanza chini ya kocha Miguel Gamondi. Kwa hiyo ilikuwa ni nafasi nzuri ya kocha pia kuweza kuwatazama katika michezo hiyo, lakini pia ni michezo ambayo inasaidia kuendelea kuboresha na kuimarisha kikosi. Kwa hiyo hata baada ya kupata hiyo taarifa, of course juhudi kubwa ziliendelea kufanyika kuona namna ambavyo tunaweza tukacheza mchezo wote wa kirafiki, lakini bado mpaka sasa imeonekana kwamba ratiba hiyo ni ngumu. Kwa hiyo unafanyika utaratibu wa kikosi kurejea nyumbani. Na kwa kushirikiana pengine na bodi ya ligi, baada ya mechi hizo ilikuwa ni ligi irejee na iendelee, kuna chochote ambacho mpaka hivi sasa mmekipanga mara baada ya mechi hizo kuahirishwa na pale ambapo wachezaji watarejea kwenye timu zao? Sasa sisi kazi yetu ni kuelezea kile ambacho kimetokea kwa timu ya taifa. Lakini sasa kwa upande wa ligi, manake kuna msimamizi na mwendeshaji wa ligi ambaye ni bodi ya ligi, ambaye sasa yeye manake ataona kutokea hapo kwamba kama atarekebisha hiyo ratiba iliyopo au itaendelea hiyo au itakuwaje, manake hiyo sasa linabaki kwa bodi ya ligi. Lakini kwa upande wa timu ya taifa, manake ni kwamba haitacheza mchezo wote, na sasa ni utaratibu tu wa namna ambavyo inaweza kuondoka hapa Marrakesh. Kuna pengine labda taarifa kwamba zitachezwa baadaye baada ya hili janga kupita, ama kuna chochote ambacho wanaweza kuwaambia? Sasa hii ni michezo ya kirafiki na kwenye kalenda ya FIFA. Manake ni kwamba unapokuwa umepata michezo hiyo, manake ndio hivyo tulifanya safari ya kuja hapa kwa ajili ya kucheza michezo hiyo. Kwa hiyo inapokuwa imeshindikana kwa sababu za kimamlaka ya sehemu husika, manake ni kwamba itakapofika kwenye tarehe nyingine za FIFA, manake kama mwalimu ataona kwamba tunahitaji kucheza na timu hizo ambazo ilikuwa tucheze nazo Marrakesh hapo Morocco, sawa. Kama ataona kwamba tutapata michezo mingine ya kirafiki, sawa. Kwa sababu pia unapokuwa unakwenda kwenye michezo ya kirafiki kwenye kalenda ya FIFA, maana ni kwamba unapata mechi tofauti na baadaye unaona kwamba
mechi ipi ambayo unaweza ukaenda, au unaweza ukatafuta mechi tofauti, lakini kuna mechi ambazo inawezekana ulipanga kuzicheza ukakosa mpinzani wa aina hiyo. Kwa hiyo ukaenda kucheza na mpinzani ambaye amepatikana kwa wakati huo. Kwa hiyo itakapofika wakati mwingine wa dirisha hilo la kalenda ya FIFA, manake tutaona sasa nani ambaye tutacheza naye. Lakini pia ikumbuke kwamba kwa sasa pia tuna michezo ambayo ni ya kufuzu AFCON ya 2027. Kwa hiyo vyote hivyo manake tunaendelea kuviendea kwa kupitia hiyo michezo ya kirafiki, kuandaa kikosi pamoja na mambo mengine. Sawa, nikushukuru sana Clifford Ndimbo. Karibu. Asante. Tulikuwa tukizungumza na afisa habari wa TFF Clifford Mario Ndimbo kuhusiana na kile ambacho walikitoa jana, taarifa kuhusiana na michezo ya timu ya taifa ya Tanzania dhidi ya Rwanda na Uganda kuahirishwa kutokana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola. Naitwa Zaina Mohamed, endelea kutazama Ayoma Media.